أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zanguni, tukiwa katika mwendelezo wa masiku haya ya kuzaliwa kwa Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, imamu wa tano miongoni mwa maimamu 12, tulikuwa tukiangalia ni kwa namna gani al-Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam aliweza kuasisi thaura ya kielimu katika mji wa Madina katika zama zake, baada ya kuwa mji wa Madina umevurugika kielimu, mji wa Madina umevurugika kijamii, kisiasa na kitamaduni. Ndugu zanguni, historia inatuambia kwamba yu'tabaru al-Imam al-Baqir alayhi salam al-muassisu li-thawrati al-ilmiyyati ash-shi'iyya al-kubra, kwamba al-Imam Muhammad al-Baqir anafahamika kama ndiyo muasisi wa mapinduzi ya kielimu ya madhhab ya Shia katika ardhi ya Madina, mapinduzi ambayo allati balaghat dharwatuha fi zamani waladihi al-Imam as-Sadiq alayhi salam, ambapo mapinduzi haya matunda yake yaliweza kuonekana zaidi katika utawala au uimamu wa mtoto wake imamu wa sita al-Imam as-Sadiq alayhi salam. Waqad ruwiya anhu riwayat kathira, zimepokelewa kutoka kwa Imam Baqir alayhi salam riwaya nyingi kutoka kwake fi majalati shatta, katika nyanja tofauti tofauti, kalfiqhi, kama vile upande wa fiqhi kuna riwayati nyingi kutoka kwa al-Imam al-Baqir, wa tauhid, na kuhusiana na swala zima la tauhidi kuna riwaya nyingi kutoka kwa al-Imam al-Baqir, wa sunna an-nabawiyya, lakini vile vile al-Imam al-Baqir ana riwayati nyingi kutoka kwake zinazozungumzia mambo ya hadithi au sunna tukufu za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini vile vile kuna riwayati ambazo ni nyingi kutoka kwa al-Imam al-Baqir zinazohusiana na Qur'ani wal akhlaq, lakini vile vile na akhlaq. Historia inasema waqad balagha adadun ma rawa anhu Muhammad ibn Muslim, kwamba ilifikia idadi ya yale aliyoyapokea kutoka kwake, ambaye ni nani aliyepokea? Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim, historia inasema alipokea riwayati kutoka kwa Muhammad al-Baqir alayhi salam, riwaya zisizopungua 1030. Lakini vile vile kama rawa anhu Jabir bin Yazid al-Ju'fi, ambaye alipokea riwaya kutoka kwa Muhammad al-Baqir vile vile riwaya zisizopungua 1070 au hadithi zisizopungua 1070. Hawa ni watu ambao miongoni mwa watu waliopokea riwaya kutoka kwa Muhammad al-Baqir alayhi afdalu salatu wassalam. Fabada'at al-mu'taqadati ash-shi'iyya, zilianza au itikadi za madhhab ya Ahlul Bait alayhimus salam zilianza kuendelea, zilianza kufahamika katika utawala wake wa uimamu wake kipindi chake cha al-Imam Muhammad al-Baqir, wa dhalika fi mukhtalafil furu', nayo ilikuwa ni katika nyanja tofauti tofauti. Waqalu bi anna adada ashabihi wa talamidhatihi yasilu ila 462 shakhsan. Historia inasema kwamba idadi ya wanafunzi waliosoma kwa al-Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam katika uasisi wake wa mapinduzi ya kielimu wanafikia 462. Hivi ndivyo ambavyo al-Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam aliweza kuasisi mapinduzi ya kielimu katika mji wa Madina, na lengo lake lilikuwa ni kufundisha
Nini? Ni kufundisha Uislamu sahihi wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Uislamu ambao ulikuwa unaanza kupotea, Uislamu ambao ulikuwa umebakia kwa watu wachache, tena kwa kujificha kutokana na mazingira ya kisiasa yaliyokuwepo. Waqad ulifat kutubun adida haula al-Imam al-Baqir alayhi afdalu salatu wassalam. Vimeandikwa vitabu vingi kuhusiana na Imam al-Baqir, minha Musnadul Imam al-Baqir alayhi salam. Miongoni mwa vitabu hivyo vya Imam al-Baqir ni kitabu kinachoitwa Musnadul Imam al-Baqir ambacho kimeandikwa na Azizullah al-Ataridi. Ndugu zanguni, hivi ndivyo ambavyo nafasi ya Imam Muhammad al-Baqir katika nyanja ya kielimu ilivyokuwa, na inshallah tutakuja kuangalia mchango wake katika kila fani miongoni mwa fani za Kiislamu inshallah katika kipindi kijacho. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.